DW. Maoni. Naam, habari za wakati huu mpenzi. Naitwa Mohamed Khelef kuongoza dau la maoni mbele ya meza duara hivi leo. Macho na masikio yote yako ndani ya nyumba ya Orange Democratic Movement ODM nchini Kenya. Je, ni mwanzo wa mwisho wa chama hiki kikongwe cha upinzani baada ya kuondoa kwa gwiji la siasa nchini Kenya Raila Odinga aliyefariki dunia mwaka uliopita? Dhoruba imeanza kuvuma ndani ya ODM. Katibu mkuu Edwin Sifuna amejikuta katikati ya vuta nkuvute, akiondolewa na halmashauri kuu ya chama hicho, lakini akarejeshwa kwa amri ya mahakama ya mizozo ya vyama vya siasa. Swali kuu ni hili: je, kuondolewa kwa Sifuna ni nidhamu za chama au ni mbinu za kisiasa za kunyamazisha kijana ambaye anawakilisha sauti za kile kinachoitwa Gen Z? Je, mzozo huu wa Sifuna unaashiria nini kwa mustakabali wa demokrasia na upinzani nchini Kenya? Karibu tuchambue mwelekeo wa kisiasa ndani ya jahazi hili la chungwa. Tumeungana hapa na wachambuzi wetu kutoka nchini Hungary, Budapest. Tunaungana Adha Muhia, yeye huyu ni mwalimu na pia ni mwanafunzi wa shahada ya uzamifu kutokea nchini Kenya ambaye anasomea huko Hungary. Tunaungana pia na mwanasiasa, mwanaharakati tuseme, Gasheke Gashehi akiwa Nairobi, Kenya, mchambuzi Kennedy Echesa akiwa pia nchini Kenya jijini Nairobi, na kutoka Tanzania nchi jirani tunaungana na Timu Ilankunda kutupa mawazo yake juu ya namna ambavyo wanaliangalia swala hili wakitokea kipembe cha mbali. Karibuni sana waungwana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana Mohamed. Asante. Naam, tuanze moja kwa moja kwako Gasheke Gashehi ukiwa Nairobi. Raila Odinga alikuwa ni mtu ambaye haiba yake ya kisiasa ni kubwa sana. Sasa kaondoka, chama ambacho alikianzisha kionekana kimo katika mitihani mikubwa sana. Nini kinatokezea ndani ya ODM hivi sasa kwa muhtasari? Ni katiba kufuatwa au ni kupinga mawazo ya vijana ambao tunaambiwa yanaongozwa na Edwin Sifuna? Asante sana Mohamed, na ni kweli ni swala la zungumziwa Afrika na Kenya pia, kuondoka kwa Raila Odinga ambaye pia amekuwa kwa miaka mingi mwanaharakati wa kutetea demokrasia. Ameijenga demokrasia ya Kenya miaka mingi na kugombea kiti cha urais. Kila mara anakuwa, saa zingine wanakuwa kama demokrasia ya Kenya inakuwa na shida, hakuweza kupata urais, lakini tunamsherekea sana kama mpiganiaji wa demokrasia, na pia tulimkaribisha bunge la mwananchi kwa miaka mingi. Lakini sasa kile kinatokea kwa ODM sasa, ukijua miaka mbili, sisi wanaharakati na wenzangu pia wanajua, wa Kenya na pia mwenzangu kutoka Tanzania, ya kwamba tumekuwa kwa mapambano ya Gen Z ya kuleta mabadiliko na kuhakikisha kwamba huu mfumo huko hauridhishi kila hii generation. Na Sifuna alikuwa mstari wa mbele, hata alikataana na baba Raila Odinga kuungana na William Ruto, na yeye ndiye alishiriki kuandika zile maktaba wa mambo 10 ambayo walisema yanafaa yawekwe ya kuboresha demokrasia na kuacha mauaji ya kiholela. Lakini baba Raila Odinga alipotuacha, wakongwe wa ODM ambao ni trustee wengine walikimbia haraka sana, wakamweka kwa kiti cha party leader nduguye Oburu Odinga bila kuwashirikisha watu. Sasa unajua, wakati huo watu walikuwa wanaomboleza, wanahofu kuachwa na kiongozi shupavu kama Raila Odinga. Nchi imekuwa, dira ya nchi ni kama ya kisiasa ni kama haionekani. Hapo Oburu Odinga, hata kama Raila hajazikwa, ashakuwa mwenyekiti, mkutano mkubwa haukuitwa kuidhinisha yeye kama party leader. Sasa lakini huyu Sifuna amekuwa mstari wa mbele kuongoza mapambano ya Gen Z kwa mstari wa mbele. Na unajua rais wetu huyu William Ruto hakuunga, watu walikuwa wanampinga. Kwa hivyo hata kabla Raila Odinga hajakufa, Sifuna alikuwa amechukua msimamo na watu wengi na umaarufu wake ulikuwako. Kwa hivyo yeye alikuwa ameshajitokeza kama kiongozi wa wengi ambao wanasema huu mfumo ambao unaongozwa na UDA si wa ukweli na unavunja haki za kibinadamu. Kwa hivyo sasa wale walishindwa tu kupatiana uongozi, na ili njia wanatumia ya kumfukuza kwa chama ni kuonyesha tu ya kwamba baada ya kifo cha Raila Odinga hawana ile uvumilivu wa kuonyesha kuna maoni inaweza tokea katika
chama cha ODM. So kwa hivyo mimi langu kama mwanaharakati ni kwamba hawa watu wamepitwa na wakati tu, na mzee wetu Oburu Odinga, hata vijana wenyewe wanamkejeli tu ya kwamba hawezi pambana. Wengine wanamuita youth leader, na hiyo ni kumuonyesha kwamba irony. Sasa langu ni kwamba demokrasia ya Kenya imeendelea ikikomaa, na tunaheshimu Raila alipigania, lakini chama cha ODM na James Orengo na wengine ambao wamekuwa kwa harakati kubwa za Kenya wanachangia hii kuonyesha kwamba ule mfumo ambao unachukuliwa na hawa wazee na wale ambao hawakukuwa katika mapambano ya hapo awali ya 1990 hawaelewi kule tunaenda. Kwa hivyo mimi kwa kuangalia ni kwamba wanajaribu tu kumzuia Sifuna azivuke na kuiongoza chama cha ODM kwa mapambano ambayo yanakuja hapa mbele. Asante sana Gasheki Gashehi kwa kutufungulia. Tuje kwako Arthur Muhia ukiwa Hungary, Budapest. Unajua kwamba umeandika makala kuhusu taswira ya Raila Odinga, na ndani yake unazungumzia namna ambavyo ukuu wake wa kisiasa ulivyokuwa ni gundi ambalo linaunganisha mihimili mingi ambayo inatofautiana ndani ya chama na ndani ya nchi wakati mwingine. Je, kwa kuondoa kwake Raila Odinga, lile gundi ambalo liunganisha ODM kama vuguvugu ndio limemalizika na kwa hivyo sasa ODM inasambaratika? Asante sana Mohamed. Tunapozungumzia ODM na kusambaratika au kutokusambaratika kwake, ni vizuri mwanzo tujiulize hii ODM imeundwa katika msingi gani, na haya unayoyaona yakitekelezwa na Sifuna ndio tutafumbukiwa ni mbinu ya kisiasa ama ni kusambaratika kwa chama. Nikiangazia familia ya Raila Odinga, babake Jaramogi Oginga Odinga, mbinu yake ilikuwa hii ya Raila Odinga kuishi katika vuta ni kuvute za kisiasa. Raila Odinga ambaye amegombea urais mara 5 nchini Kenya, chama hiki cha ODM alikiunda mwaka wa 2005, na miongoni mwa waasisi wake wanachama ni rais wa sasa William Ruto. Kwa hivyo ukiangalia siasa za Kenya, hamna chama ambacho huwa kimesambaratika. Kila baada ya miaka 5 vyama huwa vinatafuta mbinu mpya za kushika hatamu za uongozi. Sasa mchakato uliokizaa hiki chama cha ODM ulikuwa ni wa kikatiba mwaka huo ambao nimeutaja, na tangu hapo mbinu kuu ya chama hiki, uhai wake, uti wa mgongo wa chama hiki umekuwa ni katika kuangalia tusimame upande gani kwenye vuta ni kuvute. Kwa hivyo anachokifanya Sifuna si kwamba ni kusambaratisha chama hiki. Ni chama ambacho kupitia kwa mwenyekiti wake Raila Odinga kimekuwa katika serikali ya awamu ya Rais Moi, rais wa pili, rais wa 3 Kibaki. Chama hicho pia kikawa mamlakani rais wa 4 na sasa rais wa 5. Hiki ni chama ambacho huwa wagombea wake hasa wa urais, hata wasipochaguliwa na wananchi, huwa hakibaki kuwa katika upinzani. Kila wakati huwa kinatafuta mbinu ambayo nimeizungumzia kuhusu falsafa ya Raila Odinga ambayo ni maarufu nchini Kenya kama handshake, ambapo chama pinzani huwa kinatafuta kinafanya juhudi baada ya serikali kuchaguliwa, kinatafuta kitu ambacho mwenyekiti wa chama hicho kwa sasa, ndugu yake Raila Odinga, amenukuliwa akisema wiki kadhaa zilizopita akisema kwamba we cannot be without power. Hatuwezi ishi kama chama pasipokuwa na mamlaka. Na mamlaka ya chama hiki huwa kinashika mamlaka kwa kuishi katika vuta ni kuvute. Kwa hivyo kusipokuwa na vuta ni kuvute ya kisiasa, chama hiki ndio tutasema kimesambaratika ama uhai wake unatishiwa. Kwa hivyo huwa ni mbinu kuu ya chama hiki kuwepo hiyo vuta nkuvute. Lakini angalau ilikuwa nadhani unakusudia vuta nkuvute baina ya wao kama ODM na wengine wasiokuwa wao. Kwa mfano katika muktadha huu ingelikuwa ni baina ya wao na UDA au baina yao na vyama vingine ambavyo vipo, lakini hapa tunazungumzia vuta nkuvute ya ndani ya chama yenyewe, ambayo inamaanisha kwamba ndani ya chama kwenyewe kuna kambi ambazo zinavutana. Kuna kambi ambayo ameitaja Gasheki, tunaweza kuita kwa Kiingereza old guard, manake wale watu wa kale ambao ndio walioanzisha vuguvugu lenyewe na wamekuwa wanasiasa siku nyingi sana katika chama. Kuna kambi pia kina Sifuna ambao
si wazee kwa maana ya umri, lakini ni wazoefu, lakini ni vijana ambao wana sauti nyingine. Kwa hivyo ni vuta nkuvuta, lakini ni ya ndani ya chama, si baina ya ODM na wengine, ni baina ya ODM na ODM wenyewe. Je, hii haisemi kwamba taasisi hii inasambaratika kwa sababu sasa hakuna mtu ambaye anaweza kuwaunganisha? Ukiangalia hivyo, Mohamed, utakuwa umekosea ama umeangalia visivyo, kwa sababu ndani ya ODM hamna vuta nkuvute. Ndani ya ODM unachokishuhudia sasa hivi ndio mbinu kuu ya kuwepo kwa ODM. Yaani usipoona mvutano huo ndani ya ODM haipo. Ukiangazia kama Sifuna alishikaje hatamu za kuwa katibu mkuu wa chama hiki. Sifuna alijitangaza kuwa katibu mkuu wa chama hiki wakati ambapo aliyekuwa katibu mkuu Ababu Namwamba alijiunga na serikali. Kumbuka hiki ni mwaka wa 2018 baada ya uchaguzi mkuu 2017. Kama nilivyodokeza kwamba desturi za chama cha ODM ni kuwa katika vuta nkuvute na chama tawala. Alafu chama hiki tawala kikishindwa kutawala kinaita ODM na kuigawia mamlaka. Hicho nilichokirejelea kama handshake. Kwa hivyo katibu mkuu wa wakati huo alijiunga na serikali kama mbinu ya ODM kushika mamlaka ya katika kuongoza nchi. Ndio Sifuna akajitangaza kuwa katibu mkuu. Jambo hili si kwamba alijitangaza kama linavyoonekana kwa macho ya kawaida, lakini ni mbinu ya chama hiki kuhakikisha uhai wake utakuwepo. Kwa sasa unachokiona ndani ya ODM si vuta nkuvute ya ndani ya chama, ni mbinu ya chama ya kujiuliza, sasa tushashika hatamu ya uongozi hapa. Kama anavyosema Oburu Odinga, hatuwezi kukaa bila power. Sasa wanaangazia tushakuwa kwenye muungano huu wa sasa. Hapo kesho, kwa sababu mwaka kesho kuna uchaguzi nchini Kenya, ODM isipojitia katika upande pinzani alafu washindwe kushika hatamu, watahitaji mbinu ya kuhakikisha wapo ndani ya serikalini. Kwa hivyo chama hiki huwa kiko katika falsafa ya sisi ndio tutaunda serikali ama tutakuwepo ndani ya serikali itakayoundwa na chama kingine. Na ili tufanikiwe kwenye hili, lazima tuwe na mlengo ambao unaonekana utazua vuta nkuvute, na kwa sababu hawa old guards uliowarejelea tayari wako kwenye mkataba na chama tawala cha UDA, wao hawawezi kujiweka ama kujitayarisha kwenye hali ya tusiposhinda tutashikaje hatamu. Kwa hivyo mimi namuona Sifuna anachokifanya kama barozi wa uhai wa chama hiki. Kwa hivyo kisiposhika hatamu kitatumia mbinu hii yake ambayo ni kongwe ya miaka 20 kuingia katika kumbuka Kenya kuanzia mwaka wa 2010 tulipopata katiba hii mpya, hakuja kuwa na chama kimoja kinashika hatamu za uongozi zaidi ya awamu moja. Wanasiasa huwa wanatengeneza vuguvugu mpya, inashika hatamu, wakishaingia serikalini. ODM siku zote imekuwa serikalini kupitia mbinu hii ambayo unaiona anaifanya Sifuna. Kwa hivyo wanachokitafuta ndani ya UDA kisipopatikana, watahakikishaje UDA inawapa hicho wanachokidai, mpaka wawe na mlengo ambao uko tayari kwa vuta nkuvute. Kwa hivyo vuta nkuvute nayoirejelea hapa si ya ndani ya chama, ila ni mbinu kuu ya chama kujitayarisha kushika hatamu za uongozi. Kama anavyosema, hawaishi bila power. Naam, nashukuru sana kabisa kakaangu Arthur Muhia kwa uchambuzi wako. Umetuletea kitu ambacho ni kweli mpaka mimi sijakiona, mpaka hasa wenzetu hapa tuthibitishie kama wamekiona kwamba hii ni mbinu na si mgogoro. Kennedy Echesa, wakili, uko nasi? Naam, niko nanyi. Umemsikia Arthur Muhia anasema kwamba tunachokishuhudia hapa ni gamba la nje tu, lakini ndani ya ODM hakuna mgogoro wote ule. Ni mbinu tu ya kisiasa ambayo daima imekuwa ikitekelezwa na wenye chama hichi tangu wakati wa uhai wake mwenyewe Raila Odinga, mnaoita nyenye mzee wa nusu mkate. Kwa hivyo je, ni njia hii, ni mbinu, unaamini kwamba ni mbinu na sio kwamba ni kuna mgogoro ambao ulikuwa unahatarisha uhai kabisa wa ODM yenyewe? Naomba kutofautiana na mwenzangu na kusema kwamba tunachoona kwenye chama cha ODM ni mgogoro ambao sasa unatishia kulipasua chungwa.
chungu ambalo limekuwepo tangu mwaka wa 2005 hadi sasa. Na mgogoro huu chanzo chake ni kwamba hayati Raila Amolo Odinga aliaga dunia bila kutupatia urithi wake, urithi wa chama. Na baada ya kifo chake Raila Odinga, nahofia kwamba wapinzani wake walikaribiana na kuunda usuhuba naye kwenye kifo, urafiki wa Raila Odinga kwenye kifo, na wakaonekana hata na marafiki wakubwa kuliko marafiki wengine waliokuwepo. Utakumbuka kwamba serikali iligharamia matanga na mazishi ya Raila Odinga na kumlimbikizia sifa kochokocho. Hii ni serikali ambayo ilimpiga vitoa machozi, serikali ambayo ilimtesa, serikali ambayo ilinyima chama pesa. Deni la chama cha ODM ambayo serikali inapaswa kulipa kupitia kwa malipo ya vyama vya kisiasa ni zaidi ya bilioni 10 ambazo chama kinapaswa kulipa, hawajalipa. Kwa vile wale marafiki bandia waliokuja pamoja na kujifanya marafiki wa Raila Odinga kuliko rafiki yake mwingine yoyote, wakakusanyika na wakampatia chama kiongozi ambaye aliteuliwa kinyume na msingi wa sheria. Kumbuka, chama cha ODM kina manaibu viongozi wa chama, deputy party leaders katika lugha ya Kimombo. Na iwapo mkuu wa chama atakufa kiongozi, kisheria ama kiratiba, naibu mwenyekiti wa chama ama naibu kiongozi wa chama ndiye anayechukua usukani wa kuwa kiongozi wa chama. Tuliloshuhudia hapa ni watu wachache wenye sababu za kibinafsi kukutana hata kabla ya kifo cha Raila kufikia Wakenya wote na kufanya mapendekezo na mabadiliko ya kumtaja Bwana Oburu Odinga kuwa party leader. Utakumbuka kwamba Raila alipotaka kuwa kiongozi wa AU Afrika yote, alimwachia chama Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Alipomwachia chama hicho, Oburu Odinga alikuweko, hakuwa kwamba Oburu Odinga hakuweko. Bona Raila mwenyewe kamwachia Oburu Odinga, lakini katika kifo chake kamwachia Anyang' Nyong'o, lakini kwenye kifo chake Oburu Odinga anapewa chama. Ilikuwa ni njama ya kuua chama, na kuna wale wanarika wa Sifuna. Kwa hivyo mgogoro pia wa pili ni mgogoro wa kirika baina ya viongozi wenye fikra endelevu wanaoongozwa na Bwana Sifuna na viongozi ambao wanajitakia makuu. Waswahili huwaita wale wenye tumbo lisiloshiba, ambao wanaunga chama ambacho ni chama cha upinzani, chama kilichoundwa kwa msingi ya upinzani, kutetea haki za kibinadamu, kutetea ugatuzi. Sasa chama hiki tunaona kinasukumwa ndani ya serikali kwa sababu za binafsi. Huu ni mgogoro ambao sasa umekata chungwa kwenye sehemu tatu, na hatuwezi sema kwamba ni old guard tu, kwa sababu hata ile kundi la Sifuna linao wanachama kama kina Profesa Anyang' Nyong'o, Bwana James Orengo, ambao ni wendani wa Raila wa miaka na mikaka. Kwa hivyo vita vinavyoendelea ni vita baina ya wanasiasa wa binafsi ndani ya ODM na wanasiasa wenye fikra endelevu ambao wanawakilishwa na Bwana Sifuna. Na nani atakayefaidi kwenye mgawanyiko huu? Wa kufaidi itakuwa ni serikali, kwa sababu iwapo ODM itagawanyika, basi hakuna siku wale wafuasi wa ODM watapiga pamoja, na hata wakosa kumuunga Rais Ruto mkono, bado atakuwa na ile maeneo yake ya bonde la ufa na maeneo mengine ili kupigania vita vya urais. Na kwa sasa rais alikuwa anatarajia kwamba hili kundi la Oburu ambalo ni kundi la kibinafsi katika uongozi wa chama litachukua, basi litashawishi ule umati uliompenda Raila Odinga kwenda kuwapigia kura, jambo ambalo halijafanyika. Mkutano wa Sifuna Jumapili iliyopita kule Kitengela, tuliona ukikumbwa na nguvu za askari zilizopita zaidi ya kisheria. Tuliona vitoa machozi vikilingwa na kuwalenga Wakenya ambao hawana hatia. Tulipoteza wanachama mmoja wa ODM alikufa kwa sababu serikali haimtaki Sifuna kuendeleza sera anazoendeleza nje ya serikali. Leo hii iwapo Sifuna angekubaliana na yale ambayo kina Oburu, kina Rais William Ruto wanasema kwamba ODM iunge serikali, angekuwa ni kipenzi cha serikali. Lakini kwa sababu ODM ya kina Sifuna ni ODM iliyoundwa kwa msingi wa damu iliyopotezwa kutakia Kenya uhuru wa pili wa kujikomboa, kwa msingi wa kutetea ugatuzi, serikali haiwezi penda hilo. Na iwapo hakutakuwa na mazungumzo ya dharura kwenye chama,
na kuhakikisha kwamba wanachama wote wanasikizwa, akiwemo Bwana Sifuna, Bwana Ososi na wanachama wengine wenye fikra endelevu. Basi mtarajie kwamba chungwa hili halitofika mwaka ujao mwezi Aprili, sababu ishara za chungwa kuoza zinaonekana wazi, na linapooza chungwa litaanza kutoa uvundo, na iwapo Bwana Ruto atabaki na lile kundi la Oburu Odinga, litakuwa ni tunda lisilokuwa na utamu wowote, tunda ambalo linatoa uvundo, na Wakenya huenda wasile lile chungwa, wataenda njia zao, njia ya Sifuna. Asante, nashukuru sana kabisa. Bila shaka atarudi hapa Arthur Muhia kuletea hoja yake dhidi ya hoja yako wakili Kennedy Echesa. Lakini wacha tuwe Tanzania kwa kweli, timu ila Nkunda. Tunawe Tanzania si kwa sababu kubwa, isipokuwa tu kwamba siasa za migawanyiko kwenye vyama na vyama kusambaratika katika baada ya uchaguzi mwingine ni siasa ambazo pia ila Nkunda utanambia kwamba hapo nyumbani pia Tanzania zimezoeleka. Tunaizungumzia kwa mfano chama cha CUF ambacho kuna wakati kilikuwa chama kikubwa cha upinzani, kuna wakati kilikuwa ni chama ambacho ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa upande wa Zanzibar, lakini leo hii kimeingia mgogoro baada ya chaguzi na migogoro ndani ni kama vile hakipotena mfano wake. Chama cha Chadema, chama kikuu cha upinzani, kiliingia katika mgogoro wa uongozi wa ndani baina ya mwenyekiti ambaye saa hizi yupo akipigania haki yake mahakamani kwa tuhuma za uhaini na mwenyekiti ambaye aliondoka madarakani, na chama ikasambaratika kidogo kwa baadhi ya viongozi wake kwenda katika upande mwingine wa upinzani. Kwa hivyo hii unapoangalia hali ya Kenya, ndugu yangu ila Nkunda timu, na ukiangalia hali ya Tanzania, unapata mshabaha gani? Yaani yapi yanashabihiana, yapi yanatofautiana? Asante sana. Ni bahati mbaya sana vyama vyetu vya kisiasa kwa upande wa Afrika havijajengwa katika misingi ya ideology. Sijui naweza nikatumia neno gani la Kiswahili. Itikadi. Huwezi kujua kuhamia katika itikadi gani, japo imeandikwa katika maandiko, au chama cha Chadema au chama cha CUF kwamba kimeandikwa kwenye maandiko kwamba kina itikadi ya mrengo wa kati, kulia, kushoto na mambo kama hayo. Kwa hiyo hivi vyama vimejengwa katika taswira ya watu. ODM ilijengwa katika taswira ya Raila Odinga. Odinga alikuwa ni ODM na ODM ilikuwa ni Odinga. Na kwa bahati mbaya sana serikali zetu hizi za Kiafrika zimekuwa na changamoto ya kuona vyama vikuu vya upinzani vikiwa na nguvu. Kwa hiyo migogoro mingi ambayo inatokea kwenye vyama hivi ni migogoro inayotengenezwa na serikali. Ukiangalia CUF, mgogoro wa CUF ulikuwa ni mgogoro ambao unaona kwa namna moja au nyingine, baada ya kile kilichotokea kwenye uchaguzi wa Zanzibar, serikali ilikuwa na mkono wake kuhakikisha chama cha CUF kinavurugika kwa kumtumia Profesa Lipumba. Ukiangalia na kile kinachofanyika ndani ya Chadema na penyewe ilikuwa ni hivyo hivyo. Na ukiangalia siasa inayofanyika ndani ya ODM ni vita ya 2027 ambapo Rais William Ruto anatamani kurudi madarakani kwa nguvu yoyote, na baada ya kuwa makamu wake Rigathi Gachagua kuwa ametolewa mamlakani, amepoteza ushawishi kwenye eneo la Mlima Kenya ambalo lilimpatia kura zaidi ya milioni 5 na kadhaa. Kwa hiyo katamani sana baada ya kuwa ameungana na Raila Odinga aweze kuchukua zile kura ambazo Raila Odinga alikuwa nazo ambazo zingemsaidia kwenda kwenye muhula wa pili. Baada ya kifo cha Raila Odinga, imebidi sasa atafute namna ya kuikamata ODM ili aweze kuhakikisha wale walioko kwenye chama cha ODM ni wale ambao wanamuunga mkono na ni wale ambao watampigia kampeni kwenye uchaguzi wa mwakani. Sasa hali imekuwa tofauti kwa sababu limejitokeza kundi lingine ambalo hata wakati wa Odinga akiwa yuko hai walionekana kabisa kuto kuunga mkono ndoa kati ya ODM na chama cha William Ruto, kwa sababu James Olengo na Sifuna mara kadhaa hata wakati Odinga akiwa bado yuko hai walijitokeza hadharani wakipinga ushirika huo, wakiamini kwamba ODM ilikuwa inapoteza mwelekeo wake wa msingi wa kuundwa kwake, kwa sababu ODM imejengwa katika msingi wa vuguvugu la kupigania demokrasia, na ilionekana serikali ya William Ruto ikikandamiza vijana kwenye maandamano, ikiua watu, na zile 10 agenda ambazo walikubaliana kwamba serikali ingezitekeleza mpaka sasa, ambao mwezi wa 3 ilikuwa ndo watakuwa walitakiwa kutoa kama wametekeleza, ambao hawajatekeleza bado. Inaonekana kuna vitu vingi havijatekelezwa. Kwa mfano, walikubaliana kwamba wale wahanga wa maandamano ya Gen Z wangekuwa compensated,
na bado walikuwa hawajawa compensated. Kwa hiyo na mambo mengine mengi ambayo yanajitokeza kwenye siasa za Kenya zinachangia kwa sehemu kubwa sana kuleta mvutano ambao unaendelea ndani ya chama cha chungwa. Na kama alivyozungumza Echesa, kwa kweli kama William Ruto na kundi linalomuunga mkono likiongozwa na Bwana Oburu Oginga na Gladys Wanga pamoja na Junet Mohamed, kama halitafanikiwa kuwashawishi wale wanachama wengine wa ODM kutoka ukanda wa Magharibi, Luo, Nyanza pamoja na Pwani, kwa kweli litakuwa ni chungwa lisilo tamu na itakuwa ni ngumu sana kupata ule uungwaji mkono ambao Raila Odinga amekuwa akiupata sehemu mbalimbali za Kenya. Naam, asante sana ndugu yangu Timu Ilankunda kwa kutupa kwa kina kabisa namna ambavyo unaiangalia hali kutokea kando, ingawa ni kama vile umundani kwa uchambuzi wako ulivyo. Asante sana kabisa. Turudi kwako Gashe. Umeanza kutuambia kwamba kilichomo ndani ni mgogoro baina ya kizazi kipya, kizazi cha zamani ambacho kinataka kuyafanya mambo yawe tofauti, kiende nje ya misingi ya ODM ilivyoanzishwa, mawazo ambayo yanakubalika pia na Ilankunda ambao pia amekubalika na wakili Kennedy Echesa, lakini mawazo ambayo hayakubaliki na Arthur Muhia. Tuje kwako kwa swala hili. Miungano ya kisiasa Kenya ni jambo muhimu sana. Kuelekea uchaguzi uliopita kuna Azimio la Umoja upande mmoja na kuna Kenya Kwanza upande mwingine. Sasa unadhani kwamba ikiwa ODM itasambaratishwa na haya ambayo anakwenda hivi sasa, itamaanisha kwamba muungano wa Azimio la Umoja nao pia umekwenda? Asante sana Mohamed, na nashukuru sana wakili Kennedy na Nkunda kwa ndugu kutoka Tanzania. Mchango wako kweli wa ufafanua vizuri na unaelewa na kindani siasa zetu ambazo saa zingine hazina itikadi, zinatumia hiyo unasema personality politics. Lakini sasa swali lako Mohamed ni kwamba Azimio imeanza unaona rais ambaye alistaafu Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa mshirika mkuu wa Azimio, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na wengine ambao wengine wao wamekuwa mstari wa mbele kwa kupigania demokrasia kama Martha Karua, wameanza sana kuiunda tena na kuifanya ile Azimio ianze kukutana tena. Juzi wamechagua Kalonzo kuwa mwenyekiti wa Azimio na nakumbuka Oburu Odinga alipinga sana hayo na akisema hapana, kabla mjachagua mwenyekiti wa Azimio lazima mtuunganishe na unajua, na nashukuru sana kwa sababu hili jina la Azimio zinatokana na historia ya Mwalimu Nyerere. Ile jina Azimio la Arusha na mambo kama hayo. Sana Wakenya wanatumia majina mengine inakaribiana na ndugu zetu wa Tanzania na siasa zao pile. Lakini la muhimu sana ni kwamba kitumbua kimeingia mchanga kwa upande wa UDA, kwa sababu vile ndugu yangu kutoka Kunda amezungumzia ni kwamba hali si vile ilikuwa. Siasa imebadilika. Hatuna Raila Odinga ambaye alikuwa na wafuasi wengi. Kuna hiyo mvutano ambao uko ndani ya chama cha ODM na ambao wanasikika zaidi na wanaungwa mkono na watu wengi ambao pia wameathirika na mambo ya kidemokrasia, uchumi. Unakumbuka mwaka jana vile tumesema kumekuwako na maandamano ambayo karibu mng'oe huyu rais yako madarakani, isipokuwa ni chama hichi cha ODM kilimsaidia kidogo na kumpa mawaziri, na pia Azimio kutoka upande wa Uhuru Kenyatta former rais mstaafu wa Jubilee ilimpa pia mawaziri, na hiyo ndio ilimsaidia. Miaka 2 sasa amekuwa madarakani kwa kusaidiwa na Azimio kukopeshwa hapa na pale. Lakini ya kusema ya kwamba Azimio itakuwa imevunjika, hilo labda bado halijafanyika. Lakini siwezi sema kwa uhakika kwa sababu Mohamed, ni kwamba siasa zetu za Kenya zinabadilika kila siku. Kitu kinaweza fanyika na hatukutabiri ya kwamba Raila Odinga atatuacha mwaka jana. Hatujui ni nini kitafanyika, kwa sababu vile ndugu yangu kutoka Tanzania amezungumzia Kunda ni kwamba siasa zetu nyingi tunaziunda dhidi ya makabila. Kama wewe ni kiongozi wa kabila la Wakikuyu kama Uhuru Kenyatta una ushawishi mkubwa. Kama wewe ni Kalonzo Musyoka kwa Wakamba una ushawishi mkubwa. Kama wewe ni Mdavadi kutoka
jamii ya Waluya unasikizwa zaidi saa zingine, lakini kulingana na, ndio tunafurahia sana ya kwamba kulingana na mchipuko wa viongozi ambao wamejitokeza na jenzi ambao walisema hawafuati misingi ya kikabila, hawafuati misingi ya vyama ambavyo vimeundwa na ukabila, makabila. Ni hiyo ndio inasikizwa zaidi, na hiyo inaonekana Sifuna anaichukulia na ameanza kusonga nayo mbele, na tumeona viongozi wakongwe ambao wako ndani ya Azimio wakianza kumsifia na kumuonyesha ni kama hii ndiyo uongozi ambao future ya Kenya inaangalia, the future politics of Kenya inaangalia sura kama Sifuna ambayo jenzi wengi mwaka jana na mwaka ule uliopita waliongoza. Kwa hivyo sioni vile inaweza sarambaratika, lakini miungano mingine labda itakuja hapo, lakini kile tu tunaomba sisi kama na harakati na watu wanaopenda demokrasia na wenzetu kutoka Tanzania na Uganda na kwingine wanatuangalia juu, ni kwamba mfumo wa kuunganisha kizazi kipya ambapo kinaangalia demokrasia, mambo ya haki ya jamii, kuboresha uchumi, kuinua vijana ambao ndio wengi zaidi, iendelee mbele. Na nadhani viongozi wa kongwe wa Azimio wanaunga hiyo mkono. Mtu ambaye nimesikia tu anapinga ni Oburu Odinga, ambaye inasemekana ya kwamba kwamba rais ambaye ako madarakani anajaribu kukichanganya chama. Asante. Nashukuru sana ndugu yangu Gashei. Nije kwako Arthur Muhia. Arthur, uko rasmi bado? Naam, nipo. Naam. Nilisema kwamba utarudi bila shaka kuelezea kwa nini huoni kama ni mgogoro, huoni kwamba ODM inasambaratika, unaona kwamba ODM inajimarisha zaidi kupitia mbinu yake ya migogoro ambayo ina mvuta nkuvute ambayo inaisaidia kuishi muda wote tangu imeundwa. Tuthibitishe hilo kuendelea kumalizia muda wetu ambao tunao, lakini zaidi swali langu kwako ni kwamba ikiwa hii ni mbinu ambayo inatumiwa na wao na ni mbinu ambayo inafanya waweze kubakia hai, unamaanisha kusema kwamba ODM tangu imeundwa haikuwa na nia kabisa ya kuongoza serikali peke yake, ilikuwa na nia tu ya kuwa chama ambacho kinapata nusu mkate? Asante sana Mohamed. Bado hoja yangu nimeshikilia hivyo kwamba hamna mgogoro, ni mbinu. Alafu niwarejeshe nyuma katika kitu ambacho kilikiondoa mamlakani chama cha KANU ambacho ni kama CCM hivi ya Tanzania miaka 40 iliyopita, ni kwamba siasa za Kenya, na tofautiana na wenzangu kwamba siasa za Kenya hazina itikadi, zinayo. Na itikadi hiyo kuanzia mwaka wa 2002, itikadi hiyo ni mfumo wa vyama vingi au miungano. Miungano ndio itikadi kuu ya siasa za Kenya kama ulivyotaja. Nayo itikadi ya ODM ni itikadi ya nusu mkate. Nifafanue hoja yangu kwa kujiuliza, Rais Kibaki, rais wa 3, alishikaje mamlaka ya kuongoza Kenya? Huwa wananchi wa Kenya wanapiga kura kwa kuzuliwa hofu au huruma, ndio wakampigia kiongozi fulani kura. Hii miungano ambayo ndio narejelea kama itikadi, huwa wanasiasa wa Kenya wanajiuliza tuunganishwe na nini? Ndio miungano inazaliwa. Kibaki na Raila waliunganishwa na kitu ambacho nitakirejelea kama hatutaki KANU. Ndio wakaungana Raila Odinga na Kibaki na wengine wakakiondoa mamlakani chama hicho cha KANU ambacho kilikuwa mamlakani kwa miaka 40. Baada ya hapo Kibaki, kuna itikadi nyingine ya ODM ama ya siasa za Kenya kwa kijumla ambayo ni kugeukiana na kusalitiana. Kwa hivyo ukitaka kushika hatamu unamsaliti mwenzako, unamgeukia. Nifafanue hili. ODM imezaliwa katika Kibaki kumsaliti Odinga, Raila Odinga. Walikubaliana kwamba tukishaiondoa KANU mamlakani basi na tutaongoza kwa sawa, tutaongoza nchi kwa usawa kama Kibaki na Raila. Baada ya Kibaki kumsaliti Raila, ndio Raila kwenye vuguvugu lile la mchakato wa kubadilisha katiba ikazaliwa ODM. Nayo ilizaliwaje? Hatutaki katiba. Kwa hivyo
wakaunganishwa na hatutaki hiki. Alafu baadaye muungano mwingine wa Uhuru Kenyatta na William Ruto ulizaliwa na ile kesi ya ICC, mahakama ya jinai. Hapa Ruto alimgeukia ama alimsaliti Raila Odinga, kwa sababu kumbuka miaka ya nyuma Raila Odinga na William Ruto ndio walikuwa wanapambana kumuondoa Kibaki mamlakani. Baadaye Ruto naye akamgeuka Uhuru kwa kuanzisha vuguvugu la walionavyo na wasionavyo, ndio ikazuka ile kauli mbiu ya hustlers. Ruto akashinda. Sasa tunapoelekea uchaguzi ujao, lazima tujiulize hawa wanasiasa wanatafuta tuunganishwe na nini? Kwa sababu itikadi ya siasa za Kenya ni miungano. Ili mimi na wewe tuweze kuungana, tuunganishwe na nini? Sasa cha kuwaunganisha wanasiasa wanaotaka kushika hatamu za uongozi ni wapiga kura vijana. Ukishashika kura za vijana hao Gen Z, utapata mamlaka. Chama cha ODM kimefungwa mikono kwa kuwa ndani ya serikali. Mpaka kijiulize tutatumia mbinu gani kushika kura za vijana. Tukishakuwa na kura za vijana, tushinde tusishinde, anavyosema kiongozi wa sasa wa ODM, hatuwezi kuishi bila power. Sasa mpaka tujiulize ni kitu gani tukikishika mpaka tuipate hiyo power, aidha tumeshinda au hatukushinda. Kwa hivyo chama cha ODM itikadi yake kuu hiyo ya nusu mkate ni tushinde tusishinde mpaka tuwe serikalini. Sasa Sifuna ndiye barozi wa ODM wa kushika kura za vijana. Na kama nilivyodokeza, Wakenya hupiga kura kutokana na jazba za hofu na huruma. Kwa nini tumchague Uhuru Kenyatta na William Ruto kuwa rais? Kwa sababu tunawaonea huruma. Walikuwa kwenye mahakama ya jinai ICC. Kwa nini tumchague Ruto kuwa rais? Kwa sababu Ruto ameonekana kutofautiana na Uhuru Kenyatta. Kumbuka hawa walikuwa rais na makamu wake miaka 10, lakini miaka 5 ya nyuma Ruto anaonekana nimetengwa na Rais Kenyatta, unaona anavyonitenda, hajanipa hiki. Hilo ambalo mwenzangu ametaja kwamba ODM hawajapata fedha hizi kutoka kwa serikali, hawajapata hiki, ndio wananchi wakishapata ile jazba ya huruma na hofu, basi watapigia hao wanaoonewa hofu kula. Sifuna ndio akubalike na vijana mpaka azue zile hofu na huruma kwamba vijana mwaona ODM wamenifurusha kutoka uongozini. Sasa akishafanya hivyo, ashike nguvu za vijana, ile ndio itakuwa bargaining power. Washinde wasishinde, watasema tuna vijana nyuma yetu. Kwa hivyo ukiangalia hata na ametajwa Gachagua ambaye ameng'atuliwa mamlakani, usilione hili kuwa ajabu kwamba miungano ambayo imekuwa ikisalitiana, yangu 10 yako 10, iwe wakati huu Rais Ruto na Gachagua wamesema yangu 5 yako 5. Na ili Gachagua akubalike na wananchi, mpaka kitafutwe kitu cha kumfanya ahurumiwe. Mnaona nilifurushwa, mnaona nilivyofurushwa. Ukimsikiza huyo Gachagua, yeye anasema anataka kuunda chama ambacho ni jasiri, chama ambacho ni imara kama ODM. Kwa nini anataka chama kama ODM? Chama ambacho itikadi yake ni nusu mkate. Akishapata huruma kwa wapiga kura, baadaye akiwa kiongozi wa upinzani akose kushinda, ataweza kwa sababu atakuwa na wingi wa kura za upinzani, ataweza kupata kupitia mlango wa nusu mkate. Nayo ODM lazima iangazie, tukimwacha Gachagua ashike itikadi hii, tutakosa kushika hatamu. Ndio maana namuona Sifuna kama barozi tu wa kuendesha mbinu ya ODM. Asante sana Mohamed. Naam, asante sana. Bahati mbaya sana naambiwa muda wangu umemalizia kabisa hapa studio, na kwa hakika ilikuwa ni nafasi nzuri sana ya kuendeleza mjadala hapa umefikia saa hizi. Kwa hivyo niwaombe radhi wakili Kennedy Echesa, ndugu yangu Timu Lankunda, Gibson, Gashehi kwamba hatukuweza kurutena katika kuendeleza mjadala wetu, lakini nawaahidini kwamba tutarekodi kipindi kingine siku zijazo kuendelea kuzungumzia hatima ya siasa za Kenya pale ambapo ODM inakwenda mwendo ambao inakwenda nao hivi sasa. Naitwa Mohamed Khelef, na kwaherini hadi mara nyingine.